Taifa letu lilikuwa na bahati ya pekee ya kupata mtu aliyepinga kwa maneno na kwa vitendo matumizi mabaya ya madaraka. Kosa kubwa ambalo viongozi wengi tunafanya ni kutumia vibaya imani tunayopata kutoka kwa wananchi wetu. Ukiaminiwa na wananchi, manake wanakutarajia utumie madaraka waliokupa kwa maslahi ya wananchi, sio kwa maslahi yako. Ukipuuza maendeleo ya watu, ukapuuza usawa katika jamii. Mwalimu alitufikisha tukaona mawazo ya namna hiyo, lakini baba wa taifa vile vile alitujengea taifa moja la Tanzania lenye makabila zaidi ya 120, lakini linalojihisi kama taifa moja nje ya makabila. Baba wa taifa alitujengea taifa ambalo alijitambulishi na dini. Uwezi ukapita mahala unajigamba, mimi kwa sababu ni Muislamu naomba mnichague, mimi kwa kuwa ni Mkristo naomba mnichague, au mimi kwa sababu ni Sunni naomba mnichague, au kwa sababu mimi ni Shia naomba mnichague, au mimi kwa sababu ni Anglikana naomba mnichague, mimi kwa sababu ni Mkatoliki naomba mnichague. Mwalimu alitufikisha tukaona mawazo ya namna hiyo ni ya kijinga. Kafanya taifa letu liwe taifa moja lenye mshikamano kama taifa. Lakini vile vile baba wa taifa Mwalimu Nyerere katutengenezea misingi ya amani, utulivu na mshikamano katika nchi yetu. Yeye hana deni katika hapo alipotufikisha. Tukiharibu tumeharibu sisi wenyewe. Katika amani, mshikamano na utulivu wa nchi yetu, baba wa taifa hana deni na nchi hii. Ametufikisha mahala ambapo tukiharibu tumeharibu sisi wenyewe, na tutakaojilaumu ni sisi wenyewe. Na vitu vinavyoweza kuleta mpasuko vyote alitufundisha. Ukiendekeza mambo ya ubaguzi wa dini, kabila, eneo mtu analotoka, rangi ya mtu, ukipuuza maendeleo ya watu, ukapuuza usawa katika jamii,